Hakika kwa kanuni za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu 2025-26 na kwa kuzingatia matokeo ya mechi ya dabi ya Kariakoo, Simba walikuwa wenyeji dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, ambayo imemalizika kwa sare ya mabao 2-2. Ni kwamba sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kama unavyo hapo, ni Yanga washindwe wenyewe kutoa tena ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Ndio, ni kwa sababu baada ya mchezo wao dhidi ya Simba, Yanga sasa wamefikisha pointi 48, lakini Simba ambao ndio wanafuatia katika nafasi ya pili wameshindwa kupunguza tofauti ya pointi iliyokuwa hapo kabla ya mchezo wao ambayo ilikuwa ni pointi 5, bado imebaki pointi 5. Simba walichofanya wameongeza pointi zao kutoka pointi 42 sasa wana pointi 43. Matokeo yake ile tofauti ya pointi 5 baina yao na vinara wa ligi ambao ni watani za wajadi Yanga iko pale pale. Lakini kingine ni kwamba Yanga faida walionayo wakati zikiwa zimebaki mechi 10, maana mechi yao dhidi ya Simba ilikuwa kila mmoja anacheza mechi 20, ni kwamba mbali na tofauti ya pointi 5 walionayo wao dhidi ya timu inayoshika nafasi ya pili ambao ni Simba, kwenye mabao Yanga ndio timu yenye mabao mengi zaidi. Baada ya mechi 20, mabao 2 waliofunga dhidi ya Simba yamewafanya watimize mabao 46. Ndio timu yenye mabao mengi kuliko zote katika ligi kuu Tanzania bara kufikia sasa. Lakini kwenye kuzuia, Yanga ndio timu yenye ukuta imara zaidi, wakiwa wao na Azam FC ambao wote kwa pamoja wameruhusu mabao 5. Kwa lugha nyingine, Yanga kitendo cha kuwa na mabao 46 kuruhusu mabao 5, maana yake tofauti ya mabao goal difference ni 41. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba kufunga mabao mengine 2 leo hii wametimiza mabao 34, lakini kuruhusu mabao 2, maana yake mabao walioruhusu sasa yamefikia 9. Tofauti ya mabao ni 34 toa 9, inabaki mabao 25. Kwa hiyo linapokuja swala la GD goal difference kati yao na Yanga, yani Simba na Yanga, Yanga wana tofauti nzuri zaidi, mabao 41. Simba tofauti yao ni mabao 25. Kwa hiyo wananchi Yanga wana faida zaidi katika eneo hilo. Kwa nini nazungumzia yote haya? Ni kwamba kwenye kanuni za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2025-26 zinaeleza dhahiri kuwa ikitokea timu zimelingana points, nani anakuwa juu ya mwingine ni yule ambaye walipokutana wao wawili alikuwa na matokeo bora zaidi kuliko mwenzake. Hicho ndo kigezo cha kwanza. Sasa Yanga na Simba kwenye mechi yao ya mzunguko wa kwanza ilimalizika kwa suluhu, hakukuwa na mshindi. Na mechi hii ya mzunguko wa pili imekosa mshindi kwa sare ya mabao 2-2. Kwa hiyo ikitokea pointi zimelingana kufikia mwisho wa msimu, yani baada ya kila mmoja kucheza mechi 30, kigezo kitakachoangaliwa matokeo bora baina yao, nani alipata matokeo bora zaidi, zimetoka sare. Ikishindikana kigezo hicho kumtoa mshindi, kinakwenda kigezo sasa kile kilichozoeleka sana cha goal difference, ambacho ndicho kilichokuwa kikitumika hapo kabla, msimu uliopita, msimu nyuma yake, kwamba timu zinapolingana nani anakuwa bora zaidi ya mwenzake, nani anakuwa juu, ni goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Sasa kwa msimu huu hicho sio kigezo cha kwanza, bali cha pili ndicho kitakachoangaliwa. Endapo kinakosa mshindi, kanuni hizo za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu ambayo ipo katika ukurasa wa 15 sura ya 3 kanuni ya 8 yenye vifungu kuanzia cha kwanza mpaka 15, lakini mahsusi kuhusiana na nani anakuwa mshindi endapo timu zinalingana points, ni kuanzia kifungu cha 2 mpaka kifungu cha 9. Kinaeleza tofauti ikiwamo baada ya kukosekana mshindi kwenye matokeo bora baina yao wawili, kinachofuatia ni goal difference. Ikikosekana mwenye mabao mengi, ikikosekana aliyeruhusu mabao machache, ikikosekana aliyeshinda mechi nyingi ugenini na kadhalika, mpaka kwenye eneo la discipline, kwa maana kwamba nani amekuwa na kadi chache, mfano za njano na nyekundu kulinganisha na wengine. Na hapo haihusishi tu wachezaji, bali pia maafisa wengine wa timu, wakiwamo wa benchi la ufundi mpaka viongozi wa timu. Ikiwa nayo pia imeshindwa kutoa mshindi, ndipo inakwenda kanuni ya mwisho kuhusiana na mwongozo kuhusiana na hilo, kwamba unatafuta mchezo kwenye uwanja huru, neutral ground, unakutanisha timu hizo ambazo zimelingana point, alafu mshindi ameshindwa kupatikana kwa vigezo vyote tulivyotoka kuviainisha, ambavyo ni dhahiri kwamba ni swala nadra kutokea, lakini ikitokea basi wanakwenda kucheza mchezo kwenye uwanja huru
ili mwisho wa siku apatikane nani ni zaidi. Na hapo tunazungumzia kanuni juu ya kumpata mshindi ambayo ipo katika sura ya 3 inazungumzia ligi kuu. Sasa kanuni hiyo ya 8 inazungumza juu ya mshindi, ambao taratibu ndio hizi. Sasa kuyafafanua yote haya inamaanisha nini? Kwamba Yanga wana nafasi kubwa zaidi, lakini kubwa kwao ni kwamba mechi zimebaki nyingi, mechi 10. Kama wanakomaa kupata matokeo bora zaidi, hatima yao juu ya ubingwa iko mikononi mwao. Ndio faida walionayo wananchi, kwa sababu miongoni mwa mechi zilikuwa zikidhaniwa kwenye makaratasi ndio ngumu sana kwao ni dhidi ya mtani wao jadi Simba. Baada ya suluhu katika mechi ya kwanza waliotumia uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar kama uwanja wao nyumbani, mechi kwenye uwanja wa Jenerali Samuyo ilionekana ni fursa kwa Simba kupunguza tofauti ya pointi baina yao na Yanga kwa kushinda, halafu kutoka pointi 5 zibaki pointi 2 tofauti yao. Yaani Simba baada ya kuwa na pointi 42 wangeshinda, wangekuwa na pointi 45, Yanga wakiwa na pointi zao zizi 47, halafu Simba waendelee kufanya vizuri zaidi wakisubiri Yanga iteleze mahala. Lakini kitendo cha kushindwa kupata pointi 3 Simba, manake sasa wataendelea kusubiri kwamba wao wafanye vizuri zaidi, lakini wakisubiri hatima ya Yanga katika mechi zao 10 zilizobaki zitokee timu za kumkamata Yanga. Miongoni mwa timu hizo bila shaka ni mechi ya mzunguko wa pili utakaocheza dhidi ya Azam baada ya mzunguko wa kwanza pia kumalizika kwa suluhu. Sasa katika mazingira kama hayo, kwa lugha nyingine, hatima ya Yanga iko mikononi mwao. Ni juu ya wao kushinda na kushinda na kushinda. Wakifanya hivyo wanakwenda kutwaa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa chini sasa ya kocha Pedro Gonçalves. Lakini kwa Simba jukumu lao kwanza kushinda mechi zote, wakati huo wakiombea mabaya Yanga watani zao wajali. Lakini kama watateleza basi waiombee Yanga kuteleza zaidi. Lakini wakati huo kuna Azam wanaofuatia katika nafasi ya 3 wakiwa na pointi 40. Nao hatima yao juu ya kutoa ubingwa ni kama Simba, kwamba kwanza wacheze vyema mechi zao kwa kupata matokeo mazuri kadri inavyowezekana wakiwa chini ya kocha Flora Ibenge, lakini wakati huo waziombee mabaya Simba na Yanga ambazo ziko juu yake na kadhalika. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo unaona ni Yanga ndio ambayo ubingwa uko mikononi mwake kwa hatima yake. Matokeo yao ndio tutakayoamua kama watoa ubingwa ama la. Lakini kwa Simba, Azam, JKT Tanzania, Pamba Jiji, TRA, Singida Black Stars na nyinginezo, kwanza zitatakiwa zifanye vizuri zaidi, lakini wakati huo zapaswa kuiombea mabaya Yanga ili iteleze. Mechi bado nyingi, bado mechi 10, lakini kwa mwenendo huu Yanga bado imeweka rekodi ya kutokuwa timu isiyofungwa msimu huu baada ya mechi 20. Wao na Azam ndio wana rekodi hii ya kutopoteza mchezo. Timu nyingine zote zimeshapoteza mchezo katika msimu huu. Je, Yanga chini ya Pedro Gonçalves wataendeleza kile ambacho wanacho mpaka sasa ili mwisho wa siku watimize ndoto zao za kutoa ubingwa wa 5 mfululizo? Maana njia nyeupe kwao kutokana na ukweli kwamba zimebaki mechi 10 na kwa mechi 20 kutopoteza mchezo, wana kazi ya kuhakikisha wanaongeza jitihada katika mechi 10 zilizobaki. Simba je, Azam, JKT Tanzania, Pamba Jiji, TRA United, Singida Black Stars na nyinginezo, vipi? Bado zitaweza kufanya vizuri zaidi na kuendeleza maombi mabaya kwa Yanga ili zipiganie nafasi ya kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara ili kuifungisha break baada ya kutoa mara 4 mfululizo? Yote ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.